Al-Hussein akaelekea katika ardhi ya Karbala. Inasemekana kwamba alipofika pale sehemu ile ya Karbala akauliza, ma hadhihi, ni ardhi gani hapa, paitwaje hapa? Qalu Karbala, wakasema hapa panaitwa Karbala. Faqala karbun wa bala'un, hapa ni karb na balaa, ni mateso na ni balaa. Alipofika pale, mara likaja jeshi likiongozwa na Umar ibn Saad. Yani lisema Amr ibn Saad, yule alipewa salamu na Muslim bin Aqil, ito Umar ibn Saad. Umar ibn Saad akaja na jeshi pale la watu 4,000, jeshi la watu 4,000. Hussein yeye ametoka kule Makka radhiallahu anhu akiwa na watu kama 70 na kitu hivi, pamoja na watu wa familia mpaka watoto wadogo. Umar bin Saad akamwambia, bwana, nimekuja kukuchukua nikupeleke Iraqi kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Tumepata taarifa unakuja, sasa sisi ndio tumetumwa tuje tukuchukue wewe tukupeleke kwa Ubaidillah ibn Ziyad kule Al-Kufa, mtawala na gavana wa Al-Kufa ambaye ametawalishwa na Yazid. Ametutuma sisi tuje tukuchukue wewe tukupeleke. Al-Hussein akakataa, sababu mimi siendi. Alipoona jamaa wa hawa wako wametilia mkazo jambo lao na wako serious katika lile walilosimamia, Al-Hussein alipoona hawa watu hawakuja kwa kheri hawa, akamwambia, mimi nakupa mambo haya matatu. Haya mambo gani? Akamwambia, jambo la kwanza, ima uniache mimi nirudi, imma an tad'ani arji au adhhaba ila thagrin min thughuri almuslimin au adhhaba ila Yazid. Imma an tad'ani arji, imma uniache mimi nirudi nilikotoka, nirudi zangu Makka, au nielekee kwenye mipaka huko miongoni mwa mipaka ya Uislamu. Daula ya Kiislamu na mipaka yake, kuna watu daima wako katika fughur, wako katika ribat ya kulinda ile mipaka ya Uislamu dhidi ya hujuma ya makafiri. Sasa mimi niache niende katika mipaka huko katika fughuri almuslimin, kakae na mimi huko, au niache niende zangu Sham kwa Yazid. Moja mambo matatu, lakini usinipeleke kwa Ubaidillah ibn Ziyad, siendi. Nataka kwenda kwa Yazidi nikakutana naye uso kwa uso, adha'u yadi fi yadihi, nikaweke mkono wangu kwenye mkono wake, kwa Yazidi mwenyewe, mtawala mkuu ambaye anawatawala nyinyi. Moja mambo matatu. Akasema Umar bin Saad, sawa, wewe peleka ujumbe kwa Yazid, na peleka barua, mpeleke mjumbe amtaarifu Yazid kwamba anaenda kwake, na mimi namwandikia barua sasa hivi hapa, namwandikia barua Ubaidillah ibn Ziyad kwamba Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma amenikhiarisha moja ya mambo haya matatu. Sasa hebu niambie nifanye lipi? Al-Hussein hakupeleka barua kwa Yazid, lakini Amr bin Saadi akaandika barua kwenda kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Tumeshakutana na Hussein, lakini yeye ana haya ya kusema. Yeye lake ni kwamba ima arudi Makka au ende zake kwenye jihadi huko au ende zake Sham kwa Yazid. Wanaambiaje mzee? Ubaidillah ibn Ziyad akakubali kwamba Hussein achague moja katika hayo. Basi sawa, hakuna vibaya, mache achague, kama atakwenda kwa Yazid, atakurudi alikotoka, alhamdulillah, fitna itakuwa imeisha. Tahadharini na marafiki waovu. Pale jirani katika kikao kile alikuwepo mtu mmoja akiitwa Shamr ibn Dhiljawshan. Shamr ibn Dhiljawshan akamwambia Ubaidillah ibn Ziyad, wafanya nini wewe?
utamkubalia vipi al-Husaini matakwa yake haya? Utakubali vipi? Akikuponyoka huyu al-Husaini, akienda mahali ataunda nguvu kazi, itakuja kukung'oa wewe na hutaweza kumzuia, kusema arudi Maka au ende katika thughuri muslimin au ende kwa Yazid. Huyu atakwenda kujipanga upya. Kwa hiyo usimpe fursa hata kidogo. Wewe waambie, wamshurutishe, lazima aje kwako hapa. Allahu musta'an. Ubaydillah ibn Ziyad kwa upumbavu wake akakubali hilo, akamtuma Shamr bin Dhiljawshan akamwambia, nenda wewe sasa mwambie Umar ibn Saad amwambie al-Husayn aje kwenye hukumu yangu, aje achukue bai'a hapa kwangu. Umar ibn Saad akikataa kumwambia jambo hilo, wewe utakuwa ndio amiri wa jeshi, utakuwa ndio kamanda wa jeshi. Muuzulu Umar ibn Saad lisimamie jambo hilo, hakikisha Husaini anakuja hapa. Bas Shamr ibn Dhiljawshan akatoka kule akaja mpaka katika sehemu hiyo ya Karbala, akiwa anaongozana na jeshi la watu wengine 4000. Tunaambia ukimalizana na Hussein utakwenda katika mji wa Rai, utakwenda kufanya mambo mengine huko. Sasa ujumbe ulipomfikia al-Hussein kwamba hukumu ni hii, wewe watakiwa uende kwa Ubaydillah ibn Ziyad, akataka akasema, la wallah la anzilu ala hukmi Ubaydillah ibn Ziyad abada, sitaweza kufanya kitu kama hicho. Lakini pale ilikuwa jambo lishaisha, kwa rudi zake tu, lakini haikuwa hivyo. Yule alikuja na jeshi la watu 1000. Umar bin Saad alikuwa na wanajeshi 4000, alikuwa tu kama 5000 hivi takriban katika jeshi la upande wa watu wa Al-Kufa. Na hilo jeshi 90% ya hilo jeshi ndio wale walioandika barua kumwita al-Husayn. Mpaka wengine walikuwa, na wewe pia wewe uliniandikia barua? Sema yeye nilikuandikia, lakini sasa wewe nenda kwenye hukumu ya binti yake, wewe uliniita wewe pia. Adimul wafa, watu ambao hawatekelezi ahadi kabisa, ni watu wa ovyo kabisa. Basi Husaini akawa anawalingania wale watu, kazungumza maneno mengi na mengi yamenukuliwa, zipo habari zilizosihi na ambazo hazijasihi, lakini akawakumbusha, nyinyi mko tayari kupigana na mimi na kuniua, mimi ni mjukuu wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, katika wajihi wa ardhi hii hakuna mjukuu wa kiume wa mtume wenu ila mimi, sisi tuko kadha, sisi tuna manaqibu haya, wewe fulani, wewe kamuulize fulani. Hata mkimuuliza Anas bin Malik, mkimuuliza fulani, atawapa ushahidi kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli aljanna. Hadithi hiyo kwa wazi, nyinyi mwaijua, sitaijua hadithi hiyo. Sasa mbona nipiga mimi? Wewe nenda kwenye hukumu ya Bilziyad, wewe ni hapo, kila anachowaambia hawamuelewi. Lakini katika ulinganizi wake inasemekana alichukua kama watu 30 wakamuelewa, wakaja katika jeshi lake, akiwemo al-Hurr bin Yazid at-Tamimi. Akaambiwa al-Hurr bin Yazid, wewe silikuwa uko na sisi tena ndio amiri wa kile kikosi cha mbele, mbona sasa watu wache wanakwenda kwa al-Husayn? Akawaambia, waihakum, na wahurumia nyinyi, wallahi inni ukhayyu nafsi baina aljannati wan nar, wallahi la akhtaru ala aljanna walau quti'tu wa ukhriqtu. Mimi ninapewa khiari katika nafsi yangu baina ya pepo na moto, wallahi sitaweza kuchagua dhidi ya pepo kitu kingine. Yani nipewe khiari kwamba wataka pepo wataka moto, au wataka pepo wataka maji, siwezi nikachagua kitu kingine mbadala wa pepo, hata kama mimi nitauliwa nikakatwa vipande vipande kisha nikachoma moto,
naona kwa Hussein ndio kwenye haki, mimi naenda huku. Kwa akaingia katika upande wa al-Hussein. Jambo la ajabu, ilipofika wakati wa swala ya dhuhuri, pakaadhiniwa, pakakimiwa, al-Hussein ndiye aliwaswalisha kama imamu wote, akawaswalisha dhuhuri na akawaswalisha al-asr, lakini ugomvi uko pale pale. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-Hussein alifanya mazungumzo na wao kwa muda mrefu akisuguana hivi, lakini ukisoma vitabu vya historia vya Shia hivi, ukisoma kuna mambo mengi yanatajwa humu, mambo ni mengi kusema ukweli. Ikatokea kitu fulani, sijui akamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama sio alikuja Jibrili, sio alikuja fulani. Tukio limevamiwa likajazwa mambo mengi, lakini nyinyi nataka mfahamu tu kwamba hili jeshi lilokuja kwa ajili ya kumchukua al-Hussein kwa nguvu, asilimia zaidi ya 90 ni katika wale walioandika barua wakimuita aende akawe amiri kwao, na wao washatoa bai'a kwa Muslim bin Aqil, lakini leo ndio wanaotumika kumgeuka al-Hussein. Mimi nifupishe hili jambo. Mapambano yakaanza, wakauliwa watu wengi katika wafuasi wake. Al-Hussein akapambana, lakini ushujaa siku zote unazidiwa na wingi. Watu wakishakuwa ni wengi, hata kama wapiga ngumi kiasi gani wewe, lakini kama watu wamekuzunguka 1000, watu 200, na wewe uko peke yako, hata uwe na kisu uwe na panga, basi ule ushujaa wako utapotea, utafika mahali utachoka. Kwa kweli al-Hussein alifika mahali akachoka, kapambana kutetea heshima yake, kuitetea nafsi yake, kuwatetea watu wake, lakini hilo halikumzuia yeye na kufikia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na muda uliopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kufa yeye. Huyu Shamr ibn Dhiljawshan ndiye aliyekikata kichwa cha al-Hussein, ndiye aliyemuua al-Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Katenganisha mwili huku na kichwa kule, akaona kafanya jambo la maana kweli kweli. Kwa kusema ukweli, kuna hitaji moyo mgumu sana wa kuzisoma hizi akhbari kwa tafasili, wa ila ni habari za kusikitisha sana za kuliza. Hata kama Hussein angekuwa ni mtu tu wa kawaida, pengine dai shekhe fulani tu hivi, lakini ile namna ya mwenendo mpaka kufikia kuuawa na kile kifo alichouawa, wallahi ni jambo linasikitisha mno kwa Muislamu mwenye moyo wa kawaida tu wa imani. Kwa mimi nataka nitosheke hapo tu kwamba huyu akamuua al-Hussein, na Hussein radhiyallahu anhu hakuuliwa peke yake. Kuna watoto wa Ali bin Abi Talib wameuawa pale, wengi tu, karibu watoto 5 na yeye akiwa 6, ambao ni ndugu zake baba mmoja. Aliuawa yeye al-Hussein na Jaafar bin Ali na Abbas bin Ali na Abu Bakr bin Ali na Muhammad bin Ali na Uthman bin Ali. Muhammad wa wawili kwa Muhammad na Muhammad al-Hanafiya, ambaye pia ni mtoto wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mama yake alipatikana katika mateka ya Bani Hanifa, watu walipokwenda kupigana vita vya al-Yamama katika utawala wa Abu Bakar as-Siddiq. Huyu Muhammad al-Hanafiya huyu pia alimfuata kaka yake, akamwambia, kaka, usiende, hawa watu ni makhain, wana khiana, hawa ni khawana, usiende kaka. Lakini hakumsikiliza pia. Sasa huyu ni Muhammad mwingine, kwa sababu Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto takriban 27. Alikuwa na watoto takriban 27. Kwa Fatima radhiyallahu anha alikuwa na watoto 4, na katika watoto hao kuna wengine amewataja maswahaba, marafiki zake, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna Uthman, kuna Abu Bakar, kuna Umar. Hawa kina Umari hao ambao yeye kawataja, na kina Uthman hapa nadokeza tu. Kuna watu
mpaka humu Tanga pia na hii Tanzania kuna watu baba zao waliwapa majina haya ya Umar na wengine wakaitwa Abubakar, lakini majina hayo wakayabadilisha baada ya kuingia kwenye ushia. Ali bin Abi Talib watoto wake wako aliwapa majina Abu Bakar, na Abu Bakar ni katika waliouawa katika vita hili, katika mapambano haya, siiti vita, katika dhulma ile, Abu Bakar ibn Ali. Bali al-Hasan pia watoto wake kiitwa Abu Bakar. Na uzuri mwenye kitabu hiki I'lamul Wara bi A'lamil Huda, Shia huyu wa karne ya 6, pia amewataja katika watoto wa Ali bin Abi Talib ambao majina yao ni haya tuliyotaja alipokuwa akimwelezea Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na watoto wake. Kwa hiyo katika watoto wa Ali watoto wake radhiyallahu anhu waliuawa pale, walikuwa ni 5 ndugu zake Al-Husayn bin Ali na ndugu zake 5, jumla ni 6. Na kadhalika Al-Husayn katika watoto wake waliouliwa pale ni Abdullah ibn al-Husayn, yaitwa Abu Abdullah kwa sababu mtoto wake tu Abdullah ibn al-Husayn. Mwingine katika waliouawa pale ni Ali al-Akbar. Huyu sio yule Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin alikuwa ni kijana na miaka 17 hivi 10 na ngapi, alikuwa bado kijana mdogo, na siku ya vita alikuwa mgonjwa, yeye ndio salama yake, hakuingia katika mapambano kwa sababu alikuwa mgonjwa. Lakini Ali al-Akbar aliuawa mbele ya babake, jambo ambalo lilimpa huzuni sana al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kadhalika Al-Hasan watoto wake 3 waliuawa pale, watoto wa kaka yake Al-Husayn. Al-Husayn kaka yake Al-Hasan alikuwa na watoto wake pale, walikuwepo pale Abdullah ibn al-Hasan, Al-Qasim ibn al-Hasan na Abu Bakr ibn al-Hasan walikuwepo pale na waliuawa katika vita ile. Ni ahlu baiti Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi, wala watu hawajali tena, wawaua vibaya. Kadhalika watoto wa Aqil, kwa sababu nilipokuwa nikichungulia kwenye kitabu hiki cha huyu mshia, ilipokuja barua ya Muslim bin Aqil ile ya pili, alipompa ujumbe Umar ibn Saad kumwandikia Al-Husayn bin Ali asije, salamu zile zikamfikia na akapewa taarifa kwamba Muslim bin Aqil ameuawa, lakini katika ujumbe wake anatoa kwamba usiende. Wakati yuko njiani pale, Al-Husayn akawa amepatwa na huzuni kubwa sana, sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maana ameambiwa ni huyo na mwenzake Hani bin Hani as-Sudai, wasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa rahimahum Allah ta'ala. Akalifikiria lile jambo, kisha akawaita wale watu wake, akawaambia, mimi naona mko huru sasa hivi, anataka kurudi arudi, na mimi pia nitaazimia kurudi, kwa sababu jamaa zetu wametufanyia khiana na wamemuua Muslim bin Aqil. Watoto wa Muslim bin Aqil wakasema, ammi, sisi haturudi, ni lazima tukalipize kisasi cha baba yetu, sisi haturudi. Kama baba yetu ameuawa na sisi tunakufa huko huko. Al-Husayn akamwambia, basi na mimi niko pamoja na nyinyi, lakini hili na lile la kuchukua khiari ya kwamba atakwenda huku au ataka huku, ni kwamba yale maazimio yake ya kuwa yeye ni mtawala aliyafuta. Mpaka dakika ya mwisho Al-Husayn bin Ali alikuwa hataki tena jambo la utawala wa watu wa Kufa, kwa sababu kajua si watu hawa, na ndio maana akatoa yale mapendekezo 3 ambayo dakika ya mwisho ilikataliwa. Na kilichompa ujasiri zaidi wa kupigana ni kwa sababu anaona watu wake wanauawa kwa dhulma, na wale watakumkirihisha katika jambo ambalo, watakumlazimisha katika jambo ambalo yeye haiko tayari kulifanya kwa sababu ni udhalili, na anawajua wale si watu waliosimama katika dini, watamtweza. Akaona hapana, mimi siwezi kukubali kwenda kwa Ubaidillah bin Ziyad.
Kwa hiyo familia inaisha hii. Katika watoto wa Aqil aliuawa Jaafar bin Aqil, Abdullah bin Aqil, Abdurrahman bin Aqil na Abdullah bin Muslim bin Aqil, mjukuu wa Aqil ambaye ni mtoto wa yule Muslim bin Aqil, pia aliuawa pale. Na Muslim bin Aqil mwenyewe tayari kishatanguliwa kuuawa. Bali katika familia ya Jaafar bin Abi Talib at-Tayyar, ndugu yake Ali bin Abi Talib, kuna wajukuu zake pia waliuawa pale. Watoto wa Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Talib wako waliouawa pale, kwa ni Auni na Muhammad. Watu 18 ukiwahesabu, watu 18 wanaume katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waliuawa pale dhulman wa udwana, na watu waliowaita njooni tu pamoja na nyinyi, wakauawa watu 18 katika watu wanaomhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashia wa Iraqi waliwaua wajukuu na watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhulma na uadui. Al-Hussein alizikwa pale pale katika ardhi ya Karbala, na watu wake walizikwa katika kaburi moja, na makaburi yao hayajulikani mpaka leo hii kwamba wamezikwa wapi. Hilo jambo halijulikani. Anasema hapa kwenye I'lamu al-Wara juzu ya kwanza ukurasa wa 476, anasema fa jami'u man qutil, yeye anahesabu 19, anasema fa jami'u man qutila ma'a al-Husayn alayhi salam min ahli baytihi bi taff Karbala 18 nafsa, wa huwa salawatullahi alayhi tasi'u ashrihim منهم العباس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو أمير المؤمنين عليه السلام، أمهم أم البنين وعبيد الله وأبو بكر ابن أمير المؤمنين عليه السلام، أمهما ليلى بنت مسعود الثقفية. Amewataja hapa kwamba waliouawa katika siku ile walikuwa ni watu 18 katika watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wa 19 wao ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waliuawa pale dhulman wa udwana, na watu waliowaita njooni tu pamoja na nyinyi, wakauawa watu 18 katika watu wanaomhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashia wa Iraqi waliwaua wajukuu na watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhulma na uadui. Al-Hussein alizikwa pale pale katika ardhi ya Karbala, na watu wake walizikwa katika kaburi moja, na makaburi yao hayajulikani mpaka leo hii kwamba wamezikwa wapi. Hilo jambo halijulikani. Anasema hapa kwenye I'lamu al-Wara juzu ya kwanza ukurasa wa 476, anasema fa jami'u man qutil, yeye anahesabu 19, anasema fa jami'u man qutila ma'a al-Husayn alayhi salam min ahli baytihi bi taff Karbala 18 nafsa, wa huwa salawatullahi alayhi tasi'u ashrihim منهم العباس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو أمير المؤمنين عليه السلام، أمهم أم البنين وعبيد الله وأبو بكر ابن أمير المؤمنين عليه السلام، أمهما ليلى بنت مسعود الثقفية. Amewataja hapa kwamba waliouawa katika siku ile walikuwa ni watu 18 katika watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wa 19 wao ni al-Husayn. Katika hao ni Al-Abbas ibn Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Ali bin Abi Talib, na Jaafar ibn Ali bin Abi Talib, na Uthman ibn Ali bin Abi Talib. Mama yao ni Ummul Banin, alikuwa mtumwa mama yao wa Ali bin Abi Talib, na Ubaidullah ibn Ali bin Abi Talib, na Abu Bakr ibn Ali bin Abi Talib. Mama yao hawa ni Laila bint Mas'ud al-Thaqafiyya katika Bani Thaqif, watu wa Taif.
mama yake huyo, na Ali wa Abdullah ibn al-Husayn, watoto wa Husayn, Ali al-Akbar yule tulimtaja, na al-Qasim wa Abdullah wa Abu Bakr ibn al-Hasan ibn Ali au banu al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, watoto wa al-Hasan, na Muhammad na Aun ni watoto wa Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Talib, na Abdullah na Jaafar na Aqil na Abdurrahman watoto wa Aqil ibn Abi Talib. Inasemekana anaitwa Aqil, lakini tumesema ni anaposema huwa ishtibahu wadih haithu lam tadhkur almasadir at-tarikhiyya wujud man yusamma biaqil fi walad Aqil ibn Abi Talib. Hapa amekatambihi hiyo. Wa Muhammad ibn Abi Sa'id ibn Aqil ibn Abi Talib wa hum kulluhum dufinu mimma yali rijlay al-Husayn alayhi salam hufira lahum hafiratan wa ulqu jami'an fiha. Anasema na wao wote walizikwa katika mahali ambapo panafuatia ile miguu miwili ya al-Husayn, yani al-Husayn amezikwa hapa, wao wakazikwa sehemu ile ya chini ya miguu yake huko. Walichimbiwa wao shimo moja, wote wakatiwa humu katika shimo moja. Wasuwiya alaihim turab, ukasawazishwa juu yao mchanga. Illa al-Abbas ibn Ali ibn Abi Talib fa inna qabrahu dhahir. Hivi ndio ninavyosema, isipokuwa Abbas peke yake kaburi yake ndio iko dhahir. Kwa hiyo hawajui kaburi yake iko wapi, kama vile ambavyo ilikuwa haijulikani kaburi ya Ali ibn Abi Talib iko wapi. Pale Kufa walipojenga maqam na watu wakienda kuomba pale, inasemekana ile ni kaburi ya al-Mughira ibn Shu'ba. Ali haijulikani kazi kwa wapi, lakini wao wanakwenda kuomba pale kusema hii ni kaburi ya Ali. Nataka faida tu kidogo, alafu nitaendelea. Mwasikie mashia kidogo wanavyosema. Hiki ni kitabu kinaitwa Mikesha ya Peshawar, kitabu cha mshia anaitwa Sultani al-Waizin al-Shirazi. Hapo ameandika Sultani al-Waizin Shirazi. Kitabu cha Kiswahili kimefanywa tarjama kutoka kwenye Kiarabu na Kiingereza, Layali Peshawar. Kimetarajumiwa hapa hapa Tanzania na Dr. M.S. Kanju na kimechapishwa na Al-Itra Foundation Dar es Salaam. Katika ukurasa wa 12 nimeona nigusie kidogo katika nukta hii, pamoja na kwamba nimetoka kwenye mada. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alihusia azikwe usiku na kuchimbwe makaburi zaidi ya moja ili watu wasijue kazikwa wapi. Akazikwa kwa siri, pamoja na kwamba yeye ni mtawala, kiongozi wa dola ya Kiislamu, khalifa wa 4. Yeye alihusia kabla ya kufa kwa mimi nikifa nizikeni kwa siri, tena usiku. Chimbeni makaburi tofauti tofauti, Msambweni mathalan, kama hapa Msambweni chimbeni kaburi, Majengo kaburi, Saari kaburi, Kwanjeka kaburi, Makorora kaburi, Barabara 5 kaburi. Chimbeni makaburi mengi, muwatatize watu. Chumbageni kaburi, alafu yafukiwe yote, basi mambo yameisha. Umeelewa? Sasa huyu mshia hapa anasema hivi, kwa sababu uonevu wa Bani Umayya ulikuwa mkali sana wakati wa mwisho wa uhai wa Ali. Hivyo aliagiza katika wasia wake kwamba azikwe kwa siri wakati wa usiku, na kwamba isiachwe alama yoyote ya kaburi hilo. Ni jamaa zake wachache tu wa karibu na watoto wake ndio waliohudhuria mazishi yake. Asubuhi ya tarehe 21 Ramadhani, siku ambayo ilikuwa ndio azikwe, misafara miwili ilitayarishwa. Mmoja ukaelekezwa kwenda Maka na mwingine kwenda Madina. Hii ndiyo sababu iliyofanya kwa miaka mingi kaburi lake lisijulikane, isipokuwa kwa jamaa zake wachache na watoto wake tu. Umefahamu hapo? Katika ukurasa wa 14 anasema hivi, kugunduliwa kwa kaburi la tukufu la Ali baada ya miaka mingi, lakini kipindi chote watu walikuwa hawajui. Sasa limejulikana vipi? Anasema hivi, yule mzee, kuna habari alikuwa anaeleza hapo, anasema yule mzee akajibu kwamba
anaielewa siri yake, lakini alikuwa anaogopa kuitoa. Khalifa akamhakikishia usalama wake, na yule mzee akamwambia, siku moja nilikuja hapo pamoja na baba yangu ambaye alipanda juu ya kilima na akaswali pale. Nilipomuuliza kwa nini pale, kuna nini pale, akasema kwamba waliwahi kuja pale na Imamu Jaafar as-Sadiq kwa ajili ya ziara. Imamu alisema kwamba hili ni kaburi tukufu la mheshimiwa babu yake Amirul Mu'minin Ali, na kwamba muda mfupi litajulikana. Kwa amri ya khalifa, sehemu ile ilichimbuliwa na alama za kaburi zikaonekana wazi, pamoja na ubao wenye maandishi ya Kisiria yenye maana, kwa jina la Allah mwenye rehema, mwenye kurehemu. Kaburi hili limetayarishwa na Mtume Nuhu kwa ajili ya Ali, wasii wa Muhammad, miaka 700 kabla ya gharqa. Umeelewa au nirudi tena kidogo? Haya, lakini pia kuna maelezo hapa kwamba anasema hivi, kwa kuzingatia maovu ya ufalme huu uliolaaniwa, mwili wa Amirul Mu'minin Ali ulizikwa wakati wa usiku na hakuna alama ya kaburi hilo iliyoachwa. Kaburi likabakia bila kuonekana mpaka wakati wa Khalifa Harun al-Rashid. Siku moja Harun alikwenda kuwinda katika eneo la Najaf ambako paa waliishi kwa wingi, palikuwa pana paa wingi sana pale. Siku moja Harun Rashid, wakati mbwa walipomfukuza paa, walichukua hifadhi juu ya kilima kidogo, yani walipaa wakakimbia kwenye kichuguu hivi kilichotutumka juu ya ardhi cha Najaf, kilima ambacho mbwa hao hawakuweza kukipanda. Mara nyingi wakati mbwa waliporudi nyuma, paa waliteremka chini, lakini wakati mbwa wanapowarukia tena, wale paa huchukua tena hifadhi juu ya kile kilima, kwamba mbwa wakija hivyo wakimbia kile kijilima kichuguu hivi. Mbwa kitaka kupanda hawawezi, wakiondoka wale paa wanateremka. Mbwa wakija wakapanda juu ya kilima pale, lakini mbwa kila wanapojitahidi kupanda pale hawawezi. Haruni akatuma watu kwenda Najaf kuuliza. Walimleta mzee mmoja kwake, na khalifa akauliza kuhusu siri ya kwa nini mbwa hawa hawakupanda juu ya kilima. Ndio jibu likawa hili kwamba pale kazikuwa Amirul Mu'minin. Walipofukua wakakuta huo ubao umeandikwa, kaburi hili lilitayarishwa na Nabii Nuh miaka 700 kabla ya gharqa kwa ajili ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib. Haya tuyaache, alikuwa anataja faida tu kwenye kitabu chao, lakini kuna watu waamini, kuna watu katika wao wanaosema si mchezo, huyu ndio alikuwa atakaye khalifa, kashaamini tayari. Haya, kwa hiyo Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib, yeye na watoto wake wakazikwa hapo, na kaburi lake halijulikani, pamoja na kama wanavyosema hawa. Na anasema walasna nahsul lahum ajdathan ala tahqiq, sisi hatupati kwa wao viwiliwili vyovyote kwa kauli ya uhakika hasa, illa annana la nashuku anna alhaira muhitu bihim. Akaelezea kisha akasema pia, haya, kichwa cha Hussein kiko wapi? Kuna watu wanasema kichwa kikachezewa mpira pale kikapelekwa kwa Yazid, Yazid akachukua kichwa cha Hussein akawa anakichokoa chokoa hivi kikatundiwa kwenye mkuki, watu wakaanza kucheza ngoma. Mengi wanayazungumza ambayo si mambo ya kweli, bali ukweli ni kwamba kile kichwa kilipelekwa kwa Ubaydillah ibn Ziyad, akawa na kigonga gonga hivi na fimbo yake. Kile kichwa cha Al-Hussein sio kama ni kichwa cha mnyama au nani, hata kama ni binadamu wa kawaida tu, lakini ni uovu wa kiasi gani wa watu kama hao. Kwa hiyo anasema hapa pia As-Sayyid al-Ajall al-Murtada, anasema qaddasa Allahu ruhahu fi ba'd masailihi anna ra's al-Husayn ibn Ali alayhim as-salam rudda ila badanihi bi Karbala min ash-Sham wa dhumma ilayhi wallahu a'lam, kwamba kile kichwa cha al-Husayn
kilirudishwa pale Karbala, kikawekwa pamoja na mwili wake katika ardhi ya Karbala. Habari za kupelekwa Shamu, kichwa chake kilirudi, kilikuwa hivi, ni maneno mengi yanatajwa katika vitabu vya riwaya. Lakini sasa jambo la ajabu, kabri la Al-Hussein liko Karbala. Kuna watu wanasema kichwa cha Hussein kimezikwa Sham, lakini Misri ukienda pia kuna kabri ya Hussein. Kuna watu washafika Misri hapa. Azhari Sharifi iko hapa, Tahriri Square hii hapa, kaburi ya Hussein. Hussein nani? Lakini kuna kaburi ya Hussein kule Misri na kichwa chake Mashhad, na watu wanakwenda ulufu muallaf, wanakwenda kwenye hija ya kuzuru kaburi la Hussein, na kadhalika huko Karbala, na hawajui kaburi liko wapi, lakini wasema hapa. Alhasil, Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib akawa ameuawa katika uwanja wa Karbala na Mashia waliomwita aende akawe kiongozi kwao, wakamlipa malipo haya ya uovu na dhulma ambayo hayasemekani, huwezi kuyazungumzia. Al-Hussein akaelekea katika ardhi ya Karbala. Inasemekana kwamba alipofika pale sehemu ile ya Karbala, akauliza ma hadhihi,